sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Yesu. Tukulie tuombe. Mungu Baba mtakatifu, Mungu pekee mahali tulipotoka. Mbele zako asubuhi ya leo Bwana, nimekupendeza sisi kwa mahali hapa. Tazama tu katika kuadhimisha Krismasi kwa ajili ya watoto. Mungu umekupendeza kwa mahali hapa. Naomba baraka zako zipate kutawala mkutano huu. Bariki wanaosimamia, bariki nyimbo, bariki waimbaji, bariki huduma zote zitakazofanyika Bwana. Sasa tunamleta mkufunzi wa mchana wa leo mbele zako. Unamtambua na kumjua Bwana. Endelea kumsimamia, umjalie Bwana. Umjaze nguvu na ujasiri kutoka wewe. Tunahitaji kukumilikwa na wewe, Roho Mtakatifu endelea kutawala. Asante Bwana Mungu utakuwa pamoja nasi. Pia shukrani hizi tuziweke mikononi mwako. Endelea kuzibariki Bwana. Wote walionyosha mikono uwajalie na kuonekania. Asante Bwana, utatenda hivyo ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Karibu mhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Janete Erite, natokea kijiji cha Kaensta kwa 22. Nashukuru uongozi wa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Msome Mathayo sura 2 mstari wa 7 hadi 8. Msomaji soma. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Fungue Biblia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi kwa majina naitwa Fabrice Rukara, natoka kwenye kijiji cha K4/15. Mimi ndiye msomaji wenu wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Fungue Biblia zetu katika kitabu cha Mathayo sura 2 mstari wa 7 hadi 8. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota 8. Akawapeleka Bethlehemu
akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona mleteeni habari, ili nami niende kumshuhudie. Bwana Yesu asifiwe. Mamajusi wataalamu wa nyota walipogundua kuna mfalme amezaliwa, iliwabidi waende Yerusalemu ili kumshuhudia mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mfalme aliyekuwa ametawala akanungunika kusikia habari za mfalme mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo akapata uhakika kutoka kwa wakuu wa makuhani kwamba mfalme amezaliwa ili Bethlehemu. Bwana Yesu asifiwe. Kisha akawaita wale mamajusi ili wamfanyie kampeni mfalme Herode. Akawaambia waende Bethlehemu, na wakimuona mtoto wamletee habari ili naye aende kumshuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo linahusu kampeni. Tuone ainisho au definisio ya neno kampeni. Kampeni ni juhudi zinazofanya mtu au watu ili kufikia malengo maalum. Bwana Yesu asifiwe. Herode alikuwa mfalme mwenye wivu na hofu. Alikuwa akihofia kupoteza utawala wake. Aliuliza kuhusu muda ambao ile nyota ilionekana ili ajue umri wa mtoto na kupanga samahani kwanza kidogo. Amen. Mauaji yake baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome Mathayo mstari wa 2 hadi 16. Msomaji soma. Bwana Yesu asifiwe. Some Mathayo sura ya 2 mstari wa 16. Inasema, ndipo Herode alivyoona ya kuwa ameziakiwa na wale mamajusi, alikazabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake tangu wenye miaka miwili na waliopungua, kwa muda ule aliyouhakikisha kwa wale mamajusi. Amen. Yesu asifiwe. Hayo ndiyo maamuzi aliyoyafanya mfalme Herode. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Herode alijifanya mtafutaji wa kweli, lakini ndani ana mpango mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura ya 2 mstari wa 8. Msomaji soma.
Bwana Yesu asifiwe. Some Mathayo sura ya 2 mstari wa 8 inasema, akawapeleka Bethlehemu akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto na mkiisha kumwona nileteeni habari ili na mimi nami niende nimshuhudie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme Herode alitengeneza maneno mazuri Mfalme Herode alitengeneza maneno mazuri ya kumwabudu Mungu, kumbe ndani yake ni mbwa mwitu anayelenga mauaji. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wengi na mfano Wakristo wengi ni mfano Herode, wanamwabudu Mungu wa muonekano wa nje, lakini ndani yao ni maovu yanayojaa. Bwana Yesu asifiwe. Tuone ainisho za kampeni. Ya kwanza, kampeni nzuri. Ya pili, kampeni mbaya. Tuone ya kwanza, kampeni nzuri. Tusome Petro wa kwanza mstari wa 2 hadi 12. Msomaji soma. Bwana Yesu asifiwe. Some katika kitabu cha Petro sura ya 2 mstari wa 12. Inasema, muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwenendo wetu na matendo yetu yanamfanyia Mungu kampeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathayo sura 28 mstari wa 19 hadi 20. Msomaji soma. Mathayo 28:19 inasema, basi endeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuhubiri neno la Mungu ni kumfanyia Mungu kampeni nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 2, kampeni mbaya. Tusome Mathayo sura 12 hadi 14. Msomaji soma.
Bwana Yesu asifiwe. Some katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 na mstari wa 14. Inasema, lakini wale Mafarisayo wakatoka wakafanya shauri juu yake jinsi ya kumwangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mafarisayo walifanya kampeni mbaya ya kumwangamiza Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu katika Kristo, mama, baba, mtoto mwenzangu, je, kampeni unayoifanya ni ya kujenga au kuharibu kazi ya Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Fanya kampeni ya kujenga kazi ya Bwana Yesu ili siku moja tupate kumwona Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana Yesu